Bwana, wakati umesalia muda mchache kabisa kwenda kufungwa kwa dirisha kubwa la usajili la mwaka 2026 mwaka 2027 hapa Tanzania. Simba Sports Club nao hawajakaa kimya wala hawajaishia pale ambapo walikuwa wameishia kama wengi ambavyo tunadhani kwamba Simba Sports Club baada ya kutambulisha baadhi ya wachezaji basi na wenyewe wamenyamaza kimya na kusubiria msimu uanze, ila hapana, wameanza kutuma ofa kwa sababu tunatambua dirisha linafungwa muda mchache siku ya hapo kesho, na bado tunatamani kujua kuhusiana na yule X Factor wa Simba Sports Club ambaye amekuwa akizungumziwa sana, na pale ambapo wakati Simba Sports Club unapitia wakati mgumu, viongozi wamekuwa wakisema kwamba kaeni kwa kutulia wala msiwaze kwa sababu X Factor inakuja. Lakini kabla yule X Factor wametuma ofa nyingine kwa mchezaji mwingine, ambapo taarifa inasema kwamba klabu ya Simba Sports Club wametuma ofa yenye thamani ya shilingi milioni 529 kwenda kwenye klabu ya Al Ittihad ya kule nchini Libya ili kumpata winga wa kulia raia wa Senegal anayefahamika kama Pape Abdou Ndiaye mwenye umri wa miaka 29. Pape Abdou Ndiaye mwenye umri wa miaka 29. Jina langu ni Manuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Hii hapa ni Royal Television bwana. Usisahau kugusa ile alama ya subscribe ili tuweze kwenda sambamba zaidi na zaidi, ili tunapoachilia taarifa kama Royal Television basi hakika mkubwa sana wa kufikiwa ni wewe Mtanzania, na wewe ambaye uko nje ya Tanzania unatufuatilia kwa ajili ya taarifa za kimichezo, lakini bila kusahau masimulizi ya kimichezo. Bwana, taarifa inaendelea kusema kwamba ofa imetumwa na mazungumzo yanaendelea. Simba wanamtaka nyota huyu kwa haraka sana. Kwa sababu gani? Kwanza tunakumbuka dirisha la usajili limebakiza muda mchache sana kwenda kufungwa. Dirisha la usajili limebakiza muda mchache sana kwenda kufungwa, na bado tunamuona Simba Sports Club akiwa na struggle katika eneo lile la ushambuliaji na kutengeneza mabao. Eneo la ushambuliaji na eneo la kutengeneza mabao, kwa maana ile safu ambayo inamsaidia striker kwenda kufunga mabao, ile safu ambayo inamsaidia striker kwenda kufunga mabao. Ofa hii imetumwa kwa haraka sana na mazungumzo yanaendelea kwa kasi sana ili Simba waweze kuipata ofa, waweze kupata mchezaji huyu. Kumbuka kwamba mchezaji huyu amewahi kucheza ama amewahi kupitia kwenye vilabu kama Horoya ya kule Guinea, lakini amepitia katika klabu ya Al Hilal ya kule Sudan. Bwana, nyota huyu bado anazidi kukiwasha, lakini pia nyota huyu ana sifa nyingine ambayo ana uwezo wa kuchezea katika ana uwezo wa kucheza kama namba 9 na kadeliver vitu vizuri zaidi na zaidi. Hapo mwanzoni nimekwambia Simba bado wana struggle katika eneo la ushambuliaji, hususa kabisa ni namba 9, na bado hawajaacha kutumia false number 9 ya Elie Mpanzu, bado hawajaacha kutumia false number 9 ya Elie Mpanzu. Kwa hiyo bado wanatamani ama wanahitaji kumpata winga ambaye anaweza kufanya yaliyo makubwa zaidi na zaidi. Tunakumbuka kwamba Simba Sports Club bado haijamaliza usajili, na wanapokwenda kumpata mchezaji huyu basi anakuwa amepata kupiga ndege wawili kwa jiwe moja, kwa sababu ana uwezo wa kucheza kama winga, lakini pia ana uwezo kucheza kama mshambuliaji namba 9, ana uwezo kucheza kama winga ya upande wa kulia, na tunatambua kwamba Simba Sports Club ni moja kati ya timu ambazo mashambulizi yake mengi hayaanzi katikati ya uwanja ama hayapiti katikati ya dimba, ila yanapitia sana pembeni, yanakuaga yanatokea kule nyuma kwa mabeki. Kwa mfano inatokea upande wa Shomari Kapombe, inapanda upande ule, lakini kidogo ndio ipite katikati. Kwa hiyo tumeona kwamba Simba Sports Club wana tabia ya kuanzishia nyuma, na wanapoanzishia nyuma basi wanakuwa na tabia ya kupita pembeni, uwe ni upande wa kulia ama ni upande wa kushoto. Kwa hiyo wanapokuwa na mawinga wengi ambao ni hatari na wenye uwezo wa kudeliver vitu ambavyo ni vizuri zaidi, Simba inaweza kubwa au inaweza kuwa timu ambayo ina umiliki mkubwa na kufunga mabao. Kwa nini wamemchagua mchezaji huyu mwenye sifa hizi mbili? Uwezo wa kuchezea kama winga ya kulia, lakini pia uwezo wa kucheza kama namba 9. Tunatambua kwamba Simba Sports Club inahitaji sana mawinga na inategemea sana mawinga, lakini pia inahitaji namba 9. Wengi anasema kwamba ama inasemekana kwamba, na tunaona sio kusemekana tu, ila tunaona kwamba bado Dumbia hatoshi kuifikisha Simba Sports Club katika nchi ya ahadi, bado hajatosha kufikisha Simba katika nchi ya ahadi. Lakini bado Simba Sports Club tunakumbuka ama tunatambua kwamba Simba Sports Club na yenyewe imekwisha kukata tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, kwa maana ya kwamba CAF Champions League. Kumbuka amemaliza katika msimu wa mwaka 2025-2026 katika nafasi ya pili. Kwa hiyo amekwisha kukata tiketi ya moja kwa moja kwenda kushiriki katika michuano ya klabu bingwa ama katika ligi ya mabingwa hapa Afrika. Kwa hiyo bado Simba Sports Club inahitaji uhakika wa mabao. Tunakumbuka kwamba Selemani Mwalimu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatarajiwa sana kuitumikia Simba Sports Club, na Simba Sports Club hawakuwa wanawaza sana kuhusiana na kuongeza washambuliaji, kuongeza
kuongeza namba 9 kwa sababu walikuwa na uhakika kwamba Selemani Mwalimu tayari ni mali yao na atakuja kuitumikia Simba kama yeye pia alivyothibitisha katika mtandao wa kijamii, mtandao wa Instagram wa kwake yeye mwenyewe, lakini pia katika mtandao wa Simba Sport Club pale wa Instagram kwamba mimi ni kijana wenu na nitakuja kuitumikia Simba Sport Club katika msimu ujao. Lakini haijawa hivyo, maana mwishoni kabisa, dakika za mwishoni, amekuja kuhamia katika watani wa jadi kwa maana ya Young Africans na amekuja kunyanyua ngao ya jamii kwa furaha kweli kweli. Kwa hiyo Simba Sport Club imewabidi ama imewapasa kwa haraka sana kwenda kuhakikisha kwamba wanapata namba 9 nyingine itakayokuja kuwasaidia katika michuano ya ligi kuu ya NBC Premier League, katika CRDB Federation Cup, lakini pia katika michuano ya Muungano Cup, bila kusahau michuano mingine midogo midogo, lakini kubwa zaidi ni klabu bingwa. Kumbuka Simba Sport Club ni miongoni mwa timu ambazo zina ranki kubwa za CAF, ni miongoni mwa timu ambazo zinathaminiwa sana na zinadhaniwa kwamba ni moja kati ya timu hatari katika ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo ni timu ambayo lazima iende kusajili namba 9 ya uhakika, ni iweze kusajili washambuliaji wa uhakika na mawinga ambao watasapoti Simba Sport Club iweze kuwa vyema zaidi na zaidi. Ndio maana Simba Sport Club wametuma ofa yenye thamani kubwa hivyo, lakini pia wametuma ofa kwa mchezaji ambaye ni wa kigeni, kwa sababu tunakumbuka Simba alikuwa anahitaji winga ya kigeni, na mwanzoni walikuwa na mwaka jana, msimu jana walikuwa na Jonathan Soa ambaye yeye alikuja kazingua na kusababisha gap, lakini bado wanahitaji winga ya kigeni, lakini pia wanahitaji striker wa kigeni. Kwa hiyo Simba Sport Club wanapokwenda kuwa na mchezaji kama huyu, wanakwenda kuwini katika kiwango kikubwa sana sana sana. Basi wewe tuambie hapo kwenye comment kulingana na wakati huu ama tarehe 14 ya leo, lakini ligi kuu ya NBC Premier League imekwisha kuanza, lakini bado dirisha la usajili linakwenda kufungwa siku ya hapo kesho. Kwa hiyo wewe tuambie, anaweza kumpata mchezaji huyu kwa haraka ama bado ataendelea kustruggle katika eneo lile? Lakini pia unaweza kutuambia kwamba bado Simba Sport Club wanahitaji kufanya maboresho katika eneo gani, eneo la goalkeeping ama eneo gani, ili Simba Sport Club iweze kurudi katika ufalme wake na iweze kufanya vyema zaidi na zaidi. Asante kwa kututazama Royal Television. Jina langu ni Emmanuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA, lakini nikukumbushe gusa alama ya subscribe kwa sababu tutarudi kuhakikisha kwamba tunakuendelezesha kupata taarifa za michezo kila wakati. Hadi wakati mwingine, bye bye.